kwamba Mungu anaweza kumponya. Haoni. Lakini mtu aliyejaa Roho, japokuwa mwili wake umepita katika hali ya umauti, lakini anayo ahadi ya Roho Mtakatifu inaweza kumkumbusha ya kwamba pamoja na kwamba nitapita katika bonde la mauti, lakini sitaangamia kamwe kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa hiyo inategemea na kiwango cha Roho Mtakatifu ndani yako. Ndio maana tunaposema ujae Roho Mtakatifu, maana yake tunatamani Roho Mtakatifu akawe mwalimu wako, Roho Mtakatifu akakufundishe, Roho Mtakatifu au akawe kiongozi kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Amina. Wakati siku moja anafanya mtihani wa form 4 ulikuwa mzito kweli. Sijajua mitihani ya siku hizi ni mepesi au ni vipi, lakini mitihani ya zamani ilikuwa ni migumu. Ukweli ndio huo. Darasa la 7 la zamani, form 4 ya leo kabisa. Mimi naona hata bungeni wanaochangia michango mingi mizuri ni wa darasa la 7 kabisa. Huo ndio ukweli. Lakini washangaa profesa mzima kabisa, yani mtu ambaye tunategemea angeweza kutoa mambo muhimu, anachoongea hakieleweki. Lakini ukimsikiliza bwana Msukuma anachangia hoja nzuri. Kwa mfano hoja tu moja alikuwa anaongea juzi Msukuma, anasema nzuri sana kwamba sisi wabunge wa kanda ya Ziwa, kuanzia Mwanza mpaka unakuja Singida, barabara yote ni mashimo. Halafu mtu anatuletea nani? Sasa utajaza wewe mwenyewe. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ameongea kuliko hata mbunge wangu mimi. Yaani sio kama unanielewa ninachotaka niseme. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Siku moja sasa hiyo mimi nipo darasani, mtihani umetoka. Yaani kwa mbali naliangalia swali, nasema hili swali majibu yake yote niliyasoma juzi na jana, alafu nimesahau. Kwa hiyo nikaa nimepigwa na kitu kizito. Nikasema Mungu, naomba nisaidie. Wakati nimetafakari, wenzangu wameanza kufanya. Mimi nikainama. Nakumbuka msimamizi akaja akasema, wewe unajua kwamba una muda mchache wa kumaliza mtihani, anza kazi haraka. Nikamwambia sawa, nataka niombe. Nikana muomba Mungu. Nilitumia muda mwingi wa kumuomba Mungu. Wapendwa, nakumbuka lilikuwa ni somo la history. Yaani Mungu akanipa picha ya ajabu. Nikakumbuka yote kwa sababu katika maswali ambayo nilikuwa nayafahamu, almost maswali 7 yote yalikuwa yapo hapa. Alafu naingia kwenye mtihani kama amepotea. Nilipoomba Roho Mtakatifu akanikumbusha. Nikachukua penseli. Ndio tangu sikio nikajifunza kwamba napoingia kwenye mtihani wote nakuwa na penseli. Penseli nikiusoma mtihani, swali la kwanza naandika majibu yake yote. Swali la pili majibu yake yote. Swali la tatu majibu yake yote. Swali la 4 majibu yake. Nikianza kuandika naandika na charanga tu moja kwa moja na kwa nimemaliza. Kwa hiyo nikakaa pale, nikaanza kuona vitu vinakuja. Nikaandika kwa penseli. Nilikuwa naandika maswali ya ese, nikaandika. Nilipochukua karatasi yangu, nilishuka vizuri. Yaani hakuna kitu kizuri kama unaojibu mtihani afu unajua hii ngoma inaenda kupigwa. Achana ile kwamba unapigwa sema chochote kinachotokea Bwana Yesu anajua. Yaani mimi naupiga mtihani, naona vitu vinashuka. Yule msimamizi anakuja, vipi? Ambia hamna shida, vinashuka. Mtihani ule niliongoza. Nilipiga A. Tena A plus 98.5. Nilimwachia hiyo nyingine, sijui alinikosesha sijui. Lakini nakumbuka nilifanya vizuri. Nikakumbuka kwamba haikuwa ni akili yangu, bali ilikuwa ni Roho Mtakatifu aliyenikumbusha. Zipo ahadi za Bwana, wakati mwingine huwa tunazipoteza kulingana na presha ya maisha. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu atakukumbusha tu. Nasema atakukumbusha tu. Sometimes kama mchungaji, unajua kuna hali ya kukata tamaa. Lakini napotaka kukata tamaa, Roho Mtakatifu ananiambia, hili ni kanisa la kimataifa. Hili ni kanisa la kimataifa. Yaani hakuna kukata tamaa. Kama ni pesa zitatoka, kama ni michango itatoka. Waendelea kuomba. Ahadi ya Bwana, nipo pamoja na wewe mpaka mwisho wa ukamilifu wa dahari. Nami natiwa nguvu katika Bwana, nasonga mbele kwa jina la Yesu. Shangilia Yesu kwa makofi mengi. Jambo la pili, Roho Mtakatifu hufundisha kweli yote.
Roho Mtakatifu hufundisha kweli yote, hutuongoza katika kutufundisha kweli yote. Kitabu cha Warumi sura ile ya 8, sura ya 8 mstari wa 14. Msomaji wangu, Warumi 8 mstari wa 14. Warumi 8 mstari wa 14. Yes. Biblia inasema, ndio, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Hao wanaoongozwa na nani jamani? Na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Nikajifunza hapo, sio wote tunaoongozwa na Roho. Kama hatuongozwa wote na Roho, hao sio wana wa Mungu. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kutuongoza. Kwa nini? Kwa sababu asiyeongozwa na Roho wa Bwana, huyo sio mwana wa Mungu, sio wana wa Mungu. Unajua, katika maisha yetu ya kiroho yana aina ya utawala unaoweza kukufanya usimame na kutembea. Na moja ya utawala ambao kwenye ulimwengu wa roho unatawaliwa kwa watu waliookoka ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukiongozwa na Roho Mtakatifu, katika hatua zako hautakosea, katika huduma yako hautakosea, katika utumishi wako hautakosea, kwenye ndoa yako hautakosea. Niliingia kwenye ndoa moja, niliitwa mchungaji kwenye ndoa kwenda kuiombea. Nimefika pale nikagundua ile ndoa haikuongozwa na Roho. Baba kamchapa makofi mama, maana mashtaka alikuwa anatolewa makali. Mama anazungumza ukweli, yule baba akasema, unazungumza mambo gani? Uzalendo umemshinda, kofi moja. Yule mama akaona isiwe tabu, akakimbilia chumbani, akaenda chini ya uvungu wa kitanda, akatoka na panga. Hasa mbaya zaidi panga lenyewe hajui kulishika vizuri. Kwa hiyo katoka mkuku, anataka kummaliza baba mbele yangu. Takuwa lao, takuwa. Kwa hiyo ibidi mimi niingilie kati. Na uwe makini unapoenda kuamulia watu. Kama hauna uwezo wa kuamulia, unaweza kushangaa ukakatwa wewe mwenyewe, ukamalizwa wewe mwenyewe. Lakini nilishangaa maneno yaliyokuwa yanatamkwa pale hayakuwa ni maneno yenye ushuhuda. Yaani majina yote unayoyaona huko duniani, yote hayo mabaya yalitamkwa pale, na mimi naangalia hivi. Nikanajiuliza, hivi hawa ni Wakristo kweli au? Maana yalianzia matusi kuanzia kwenye kichwa, kifuani, kiunoni, mpaka chini mwa nchi. Na nielewa mpaka chini ya nchi yalitamkwa pale. Halafu nikanaombea, wewe baba, haya maneno unayatoa wapi? Asema, mchungaji, unajua huyu amezoea sana huyu. Leo nataka nimkomeshe. Hawezi kuniaibisha mbele yako. Haya yote kwa nini asingeyasema tukiwa naye? Kwa hiyo ulikuwa ni mtiti. Nimemzuia mama panga, mama kaenda kuchukua TV. Ni heri tukose wote. Tukose wote. Chukua TV, weka chini. Yaani vyombo vya udongo vizito vizuri. Mama amekasirika, akafunga kanga huko. Nikasema isije kaporonyoka hapo. Pasua vyombo vyote. Nimemzuia yule mwanaume kwa hasira, maana nataka kubua. Sasa nikaona ile nyumba haina Roho Mtakatifu. Unajua, baada ya watu wengine kujaa na watumishi wa Mungu kuja, tukazuia ule ugomvi, na baadaye tukamtuliza yule mama, na yule baba akatulia. Sasa tukawaombea, walikuwa na uchungu mzito, yani kila mmoja na uchungu. Mama na uchungu, maana anasema huyu baba na matukio mengi, yani huyu bwana ataniletea ukimwi ndani ya familia, huyu, yani mambo ni mengi. Na yule baba naye anasema huyu bwana naye ni kicheche, yani. Sasa baada ya kuwasikiliza kila mmoja amefunguka. Sasa wamekubali toba, tumeongoza sala ya toba. Halafu sasa tumewaombea ujazo wa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena raka shaka yekebia tata mateke. Sasa mimi naangalia hivi, ni kweli Roho Bwana wamenena? Kwa hivyo maliza, akili za yule mama ndo zimerudi. Mwambia sasa, mama,
hiyo TV vipi? Sema yaani vyombo vyote nimeangusha mimi. Haamini kwamba ni yeye amepasua TV, haamini kwamba amepasua beza, haamini kwamba amepasua sahani zote ambazo yule bwana amenunua. Vyombo vyote vimepasuka. Nikasema kuna hasara kwenye maisha yako kama hauna Roho Mtakatifu. Huyu mke wangu mama mchungaji, njoo mama. Huyu my sweetheart. Hebu angalia, mwingine ameshaanza kukwazika. Sasa unakwazika nini? Acha wivu. Huyu sio kwamba yupo perfect, ni binadamu kama wanadamu wengine. Kuna wakati wananikwaza, naumia kabisa, yani unanielewa hiyo inayosema hivyo? Yani nakwazika, moyo wangu unaumia. Alafu Roho wa Bwana anasema usijali, hayo ni mapito tu, mimi nipo pamoja na nyinyi. Huyo ni shetani, anataka kuwadanganya. Kwa mwisho wa siku namsamehe, namkumbatia, nambusu. Yani hata mimi nakupenda, yanakuwa yameisha. Kwa sababu nini? Roho Mtakatifu yupo ndani yangu. Nimemruhusu kuwa kiongozi wa maisha yangu, nimemruhusu kuwa kiongozi wa ndoa yangu. Kwa hiyo kama ningetumia akili yangu na utashi wangu, maanake mama mchungaji kila siku angekuwa anaumuka makofi, pigwa huko amevimba. Wakati mwingine anakuja kanisani anapitia mlango wa pembeni, washirika wasimuone. Lakini hayo yote ya nini? Ni kwa sababu hujaruhusu Roho Mtakatifu kuwa kiongozi ndani yako. Ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako, Roho Mtakatifu hawezi kukuruhusu wewe ukampiga mke wako, hawezi kukuruhusu wewe ukampiga mume wako. Huyo sio Roho Mtakatifu, ni Roho Mtakafujo. Mwambie mwenzako, wewe ndoa yako ipo salama kweli? Na hakuna mabingwa wa uongo kama watu waliookoka. Anaweza akaficha. Wewe, mimi bahati nzuri mimi nafanya ziara kwa watu wengi, sio hapa tu, hata huko kwa mimi na washirika wengi. Wewe shangaa ukaingia kwenye nyumba ukasense kulikuwa kuna mazozano ya hali ya juu. Karibu mchungaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, mkaribishane mchungaji. Nyinyi watoto muondoke. Yani wanamaliza so imeisha pale pale. Hebu mwambie mzako, ruhusu Roho Mtakatifu atawale kwenye maisha yako, atawale kwa watoto wako, atawale kwenye biashara yako. Amina. Kwa hiyo Roho Mtakatifu huwa anatuongoza, huwa Roho Mtakatifu anatuongoza. Ndio maana kuna wakati mwingine ukikaa hivyo sasa, huyu mtu ninayekaa naye ninasikia rohoni hakuna muunganiko wa kiroho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuonya, toka. Unashangaa, unamwacha. Anakufuatilia huyo mtu, unapiga hatua, unamwacha. Kwa nini? Kwa sababu ana kitu kingine ambacho akiingiza ndani yako anakuharibu na utumishi wako wote ukapotea. Kuna watu wengi wameokoka kanisani hawajaharibiwa na shetani, lakini kuna watu kwa sababu wamebeba roho ya shetani, ile roho ikawaingia wale watu, wakaanza kudanganyika, wakaacha utumishi, wakaacha kuja ibadani, wakaacha kuja kanisani kwa sababu ya watu wachache. Ukiwa na Roho wa Bwana atakwambia huyu mtu sio mtu sahihi. Hata kama mnapendana, hata kama mmeokoka wote, lakini unatengeneza mpaka. Kwa nini? Kwa sababu unajua ukiachilia moyo wako kwake, kuna vitu vya kishetani vikiingia ndani yako vitaharibu utumishi wako wote. Ndio maana kuwa makini aina ya rafiki uliye naye. Sio kila mtu unayekutana naye kanisani anapaswa kuwa rafiki yako. No. Kuna wengine tupo hapa kwa ajili ya kusindikizana, kwa ajili ya kwenda mbinguni, lakini sio mtu anaitwa rafiki yako. Sasa sijasema kwamba msipendane. Wanaosema kasema mchungaji ametuasa. Nakwambia kwa tahadhari. Kwa mtu ambaye yupo rohoni, anajua huyu ni rafiki yangu, huyu sio rafiki yangu. Anajua katika ulimwengu wa roho. Kwa nini? Kwa sababu katika maisha watu wengi walioumizwa hawakuumizwa na watu wa nje, walianza kuumizwa na watu ambao wanaitwa marafiki. Wale watu wanaitwa wa karibu, wanaokaribishana mpaka nyumbani, unampengea na chai, unamfulia na nguo. Yani yule mtu ambaye ni partner wako ndio anakuanga wa kwanza kukuumiza wewe. Ndio maana kuwa makini, usijiachie ovyo. Msikilize Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata nawafundishaga vijana, sio kila mwanamke unayeona wa kuoa. Sikiliza Roho wa Bwana anasema nini. Sema yule kaka naona ni mzuri, ni handsome. Ni handsome sawa, lakini inawezekana handsome sio wa kwako, ni wa mtu mwingine.
Haunielewi kwa sababu unampenda yule kaka, haunielewi. Ndio maana usemi amina. Somo ni tamu afu muda umeisha. Tusimame.